Na uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu. Yes. Hiyo tunaichukua hiyo. Weka nukta. Zingatia sio kanuni ni kanuni za. Kwa hiyo kumekuwa na uvunjifu wa kanuni zaidi ya moja, sio? Klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji ya ligi kuu. Unaichukua hiyo? Nimechukua. Chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo Almasi Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema. Kwa hiyo viongozi wa sasa hivi sio waadilifu na hawana nia njema. Kwako hili kamanda unalibainisha vipi? Katika eneo hilo tu na hii kauli ya Rais Karia. Kwanza kabisa kauli ya Yanga ni kauli very bold. Kwa sababu imeeleza wazi kwamba hawaridhishwi na bodi na viongozi walioko kwenye bodi, lakini wameeleza wazi kuna maneno hapo wametaja uvunjifu wa kanuni za ambao mimi ningetamani sana wangeainisha ni uvunjifu upi, kwa sababu kama ni kuhusiana na hili saga la mechi kuahirishwa, uvunjifu wa kwanza wa kanuni ulikuwa ni kuwazuia timu mgeni kufanya mazoezi. Yaani tutaruka sarakasi, tutakwenda, tutarudi, tutapanda mlima, tutashuka mabonde, lakini changamoto ya kwanza ilikuwa hapo. Kitu cha msingi hapo kamanda cha kuchukua, umezungumza vizuri sana kwamba Yanga wanabidi waainishe vitu ambavyo kwenye hii scenario uvunjifu wa kanuni ambao uko wazi kabisa ni kuzuia watu wasifanye mazoezi. Sasa wao kwa mujibu wa lugha, kamanda, calm down tu. Yani tutafika kwa kutumia lugha. Sawa. Wamesema umekuwa na uvunjifu wa kanuni za. Kwa hiyo sasa nje beyond hii kanuni inayosema kwamba timu mgeni anaruhusiwa kufanya mazoezi, wangetueleza ili tuelewe. Maana as things stand, mtu anashindwa kuelewa kwamba kanuni mvunje nyinyi wenyewe alafu nyinyi muende kushtaki. Na ndio maana ile siku tulipokuwa hapa mimi nilitoa mfano kwamba mimi nishai kushuhudia tukio, mwizi kakwapua kibeti cha mama afu yeye ndo akawa anakimbiza mwizi. Sasa sitaki kuainisha kwamba hapa mwizi ni nani na aliyekwapuliwa, lakini wangeondoa hii sintofahamu kwamba uvunjifu wa kanuni. Tayari on record tuna uvunjifu wa kanuni moja ambao ni kuwazuia watu wasifanye mazoezi. Kanuni ipi nyingine imevunjwa? Wangetusaidia ili tuone kama na sisi tunaunga mkono hiki kilio chao cha kuwataka watu wakae pembeni, ama hatuungi mkono. Kwa sababu kwa mfano kama mimi sielewi zaidi ni wapi ambapo hawaridhishwi na yani imani inakosekana, kwa sababu sioni ni kanuni ipi nyingine ilivunjwa. Okay, sawa. Hansi, kwa namna ambavyo unaitazama bodi ya ligi, una mashaka nao katika uendeshaji wao wa kusimamia kanuni na ligi kwa ujumla? Nadhani kuna vitu viwili vimetokea hivi karibuni ambavyo vinanipa wasiwasi kidogo. Ndio. Wiki kadhaa zilizotokea, afisa habari wa Yanga alifungiwa kwa taarifa ambazo tulikuwa nazo. Na miongoni mwa mjadala ambao tulikuwa nao, posti yake iliyosababisha hicho kitu, msemaji wa upande wa pili Simba naye amewahi kuposti kitu kinachofanana na vile. Lakini adhabu ilitoka upande mmoja. Hapo pia kuna question mark. Watu wanavyosema hatuna imani na bodi, kuna vitu vingi ambavyo vinakuwa vimefanyaje, vimetokea, sio tukio moja. And then imani, waadilifu na wenye nia njema. Unajua hizi sio kauli ndogo, ni kauli nzito sana, ni shutuma hizi. Mimi najaribu kutolea mfano kwa vitu ambavyo nimeviona. Mimi ningekuwa Mguto ama Kasongo, ningewaambia Yanga naomba mulete vielelezo katika hizi kauli zenu binafsi. Sasa hiyo unaongea kwa upande wako. Ndio. Kwa upande wangu mimi najaribu kutoa evidence ambazo nimejaribu kuziona kwa macho ya kawaida. Nimeanza na issue ya Alikam. Posti ambayo ilimletea shida, kwa mujibu wa taarifa tulizokuwa nazo kwamba amefungiwa, Ahmed Ally naye amewahi kuposti kitu kama kile. Lakini adhabu ilitoka upande mmoja. Hapo kuna swali la kuuliza. You see? And then tunatoka huko. Kabla ya kuendelea hapo. Wote waliitwa, wakahojiwa na wakatoa maelezo.
Wanasema unapoitwa kwenye interview ya jambo lolote, maelezo yako yanaweza kukufanikisha ufaulu ama ufeli. Sasa Ally Kamwe katika hicho ambacho kinabainishwa, ndio maana ikatoka taarifa kwamba yeye amefungiwa. Inawezekana ishatoka taarifa kwamba kafungiwa. Taarifa haijatoka, zilikuwa zile nyepesi zile. Maelezo yake inawezekana hayakuaridhisha wahusika. Au pia it's possible. Kwa hiyo adhabu inatoka kutokana na maelezo. It's possible yani kosa mzima akajitetea. Mimi ninachokiona na kanuni pia ndani yake. Mimi ninachokiona ni mlinganisho wa posti mbili ambazo zote zilikuwa zinafanana. Ndicho ninachokiona. Huko kwenye utetezi sikuwepo kwenye shauri. Ila mimi naona kosa ambalo lilikuwa ni chanzo cha mtu mmoja kufungiwa na upande wa pili lilikuwepo. You see, kwa inawezekana kwenye maamuzi yaliyotoka upande wa pili au kukubaliana nayo kwa sababu ulihisi kuna watu wawili ambao wamefanya kosa moja, kama ni adhabu ilitakiwa kutoka kwa pande zote mbili. You see, hapo kuna question mark. And then tunarudi kwenye sakata la pili. Mi nataka nisikie kwa upande wa bodi ya ligi, hata rais mwenyewe, ni kanuni gani ambayo ilitumika kuahirisha game ya juzi. Mimi naona kilichotumika ni busara. Ni kanuni kwamba waliamua hii game iahirishwe, right? Game iahirishwe kwa sababu wao kwenye barua yao waliainisha kwamba tunaendelea na uchunguzi. Kwa sababu bodi ina ncha mbili. Baada ya uchunguzi inaweza ikatoa alama pasipo hata mechi kucheza. Sasa kwa nini hawa Yanga wamewahi kuandika kitu kama hiki? Kwa sababu wanajua bodi ina ncha mbili. Ukitazama vitu vitatu ambavyo Yanga walividimandi, ni wao kupewa alama. Kitu cha kwanza ambacho walikidimandi kwenye barua yao ni wao kupewa alama, kwa sababu Yanga wanaamini bodi ya ligi ina hiyo power ya kutoa alama hata pasipo mechi kufanyaje kuchezwa. Kwa hiyo issue ni nini? Sorry Hans. Mimi subiri advance malize, utaendelea. Maki ukiintercept hapo unakuwa kama unanipoteza kidogo. The issue ni nini? Nilichokiona mimi kilichofanyika, bodi walitumia busara kuahirisha game. Kwamba kwa sababu sisi tuna power mbili, tutafanya uchunguzi. Tukibaini mwenye kosa, tutatoa adhabu. Kama mwenye kosa ni Simba, tutawapa alama Yanga kwa sababu tuna hiyo power. Lakini tukibaini hii mechi inatakiwa kupigwa tena, tutapanga tarehe. Kwa kilichotumika ni busara. And then mimi nitapingana na dunia nzima. Mtu anayeniambia kwamba uvunjifu uliotokea ni kutokana na kanuni ya 17 kifungu cha 45. Kila kanuni ina mwongozo wake. Kwa nini watu hawataki kuzama deep kutazama mwongozo wa hiyo kanuni unazungumza vipi? Na wakati hiyo miongozo wakati inatengenezwa, hata hivi vilabu vilikuwepo. Wawakilishi wa hivi vilabu walikuwepo. Simba wanajua hiyo kanuni na mwongozo. Mwongozo unawadimandi wao kutoa taarifa ni muda gani wanatakiwa kutrain ili uwanja uandaliwe, wahusika wawepo. Barua ya TFF ukienda kuisoma vizuri iliyotoka wakati mechi inaahirishwa, inaainisha kwamba Simba wakutoa taarifa. Ni kwa mujibu wa nini? Kitu ambacho sio kweli. Simba walitoa taarifa wapi? Kamanda, kwenye pre-match meeting. Wapi? Labda wewe tu ndio ujue. Ina maana subiri. Hapa mimi ndo nataka ina maana okay, umezungumza kitu kizuri. Kama hiyo taarifa ilitoka kwenye pre-match meeting. Subiri Kamanda. For the record, calm down. For the record, viongozi wa Simba walizungumza na kamishna wa ule mchezo 3 days before. Okay, sawa. 3 days before na wanakuambia kwamba mimi kuna vitu viwili kwa sawa tu kwenye hii issue ya taarifa. Na wanaainisha kwamba sawa, kiongozi ambaye labda sitomtaja jina anakuambia kabisa 3 days before walimuuliza kamishna kwamba tunahitajika kufanya nini ili tufanye mazoezi. Akawaambia mhitajiki kufanya jambo lolote, hata kuandika barua, kwa sababu kanuni inaelekeza na inaeleweka. Sawa. Kwa faida ya wasikilizaji, alichokisema kamanda na vitu viwili. Kamishna alipewa taarifa 3 days before kwa mujibu wa kamanda. Kwa nini Simba wanakwenda mazoezini pale saa 12? Kwa nini kamishna kuwepo? Kama alikuwa anajua kanuni haimuhitaji kuwepo. Kivipi? Haitajiki kuwepo. Kivipi? Yaani uwepo wake pale is subiri. Naomba niulize swali moja. Ningemaliza maswali mawili kwa kamanda. Sasa hebu tuendelee. Kamanda na Hans, subiri kabla hujaendelea kwanza.
tunasikilizwa na watu wengi. Naomba tupeane nafasi na tujibu kulingana na vile ambavyo ilikuwa ni zamu yangu kuongea. Sawa, endelea. Kwa zamu yangu kuongea. Kamanda shaongea. Endelea. Simba wakati wanakwenda ku train. Ilibidi Boy Manda awepo karibu kwa ajili ya waandishi wa habari dakika 15. Hakuwepo. General coordinator hakuwepo. Commissioner hakuwepo. Right. Manager wa uwanja hakufungua uwanja. Kama Simba walitoa taarifa za kutaka kutumia uwanja, hao watu wote wangekuwa wanajua. Je, kama Simba wametoa taarifa kwa mujibu wa kamanda, kwa nini barua ya bodi ya ligi inapingana na unachokisema? Kwa mfano Hansi, mimi nataka nikuuliza kitu kimoja. Hivi wale waliozuia uwanja usitumike kufanya mazoezi, pale walikuwa wana taarifa gani kuhusu kinachoendelea mpaka wao wakawepo, alafu manager sijui commissioner sijui Boy Manda wao hawakuwepo? The issue ni nini? Yani ilikuwaje wale mabouncer? Kwa sababu unajua Mkai, hebu tutumie logic ya kawaida tu. Sawa? Akili ya kawaida tu ya kuzaliwa guys. Wewe Evans unakwenda kulinda sehemu sio kwa bahati mbaya. Ni kwa sababu unajua kwamba hapa kuna kitu kitatokea, sio? Sasa kama hapakuwa na taarifa yoyote, ama bouncer walioteshwa usiku kwamba guys leo mimi wanaweza wakafanya mazoezi. Na katika hili kwenye vitu ngoja mimi unajua mimi napenda kuzungumza kwa uone hilo jambo linafikiria. Nataka nimjibu kamanda hoja kwa hoja. Nataka nimjibu hoja kwa hoja. Naam. Timu mwenyeji alikuwa ni nani? Yanga. Ni Yanga, right? Unavyosema kwamba mabouncer waliingia vipi? Kwenye vitu ambavyo mimi nilivimention siku ya Jumatatu, nilitaja makosa ya pande zote mbili. Nikataja kosa la Yanga ni kuweka mabouncer pale. Nilitaja kabisa ni kosa ambalo walilifanya. Walikuwa mabouncer 7. Yanga wamewakataa lakini mabouncer 7. Sasa Yanga wakiwakataa watapata shida kwa sababu kuna ushahidi wa mazingira au mabouncer washaonekana kwenye matukio tofauti ya Yanga. Kwa hiyo unaweza kuwakataa kwamba sijawaajiri, sio watu wangu, lakini kuna kitu kinaitwa ushahidi wa mazingira. Hao watu washaonekana kwenye matukio kadhaa ya Yanga, kwa hiyo wanafahamika ni mabouncer wa Yanga. That's why nilimention kwamba kosa la Yanga ni kuweka mabouncer pale, lakini kosa la Simba liko wapi? Watu walikuwa wanajaribu kuficha kosa la Simba kwenye kanuni ya 17 kifungu cha 45, lakini wanasahau ile kanuni na muongozo. Kwa nini watu hawataki kuzungumzia muongozo uliowataka Simba ku communicate? Sasa Crown Media. Hapa ni nyumbani.